Mitandao ya kijamii ina athari kubwa sana kwa watoto wetu ambao bado hawajafikisha miaka 18. Japokuwa kwa sasa hivi imekuwa ni sehemu ambayo watoto wanaweza kujipatia kila kitu kupitia mtandao. Hata kuna elimu nyingine wanapewa kupitia mitandao, kuangalia kama katuni na kujifunza masomo mbalimbali. Lakini tukija kwenye upande wa pili, sasa hivi matukio mengi hata ya ukatili wa kijinsia yanawekwa kwenye mitandao. Aidha mtoto anaweza akasoma au akaona kwa nia ya kujifunza, lakini mwingine anaweza akaona akafanya kama vile anajaribu kufanya kile kitu ambacho mtu mwingine kafanyiwa. Kwa mfano unakuta labda mtu, kuna taarifa imetoka labda mtu amechomwa kisu, mtoto anaweza akarudi nyumbani akachukua kisu akajaribu kumchoma mtoto mwenzie. Kwa hiyo mitandao ya kijamii imeleta athari kubwa. Kuna vitu vingine ambavyo vinawekwa kwenye mitandao ya kijamii, maudhui yake hayahusiani na mtoto, lakini mtoto anapitia yale maudhui na anayaona, wengine wanajaribu, wengine wanafanya, ndio nakuja matukio ya ukatili wa kijinsia, lakini anakuja matukio ya watoto kubakwa na kulawitia. Kwa hiyo kuna faida zake na kuna hasara zake pia. Kwa upande wangu naweza kusema kwamba kuna athari mbalimbali ambazo zinatokea kwa watoto kutumia mitandao ya kijamii. Kwanza kabisa ni ongezeko la mmomonyoko wa maadili. Wimbi kubwa linakuwa ni kubwa kwa sababu watoto wengi au vijana wengi wanapokuwa kwenye mitandao ya kijamii kuna zile picha zisizo na maadili, na kuna baadhi ya mitandao ya kijamii imekuwa inashindwa kudhibiti swala hili. Kwa hiyo watoto wengi wanapoingia mitandao ya kijamii wanakutana na picha zisizofaa za utupu na vitu vingine ambavyo vinaenda kuathiri kisaikolojia, na kama unavyojua mtoto akiwa mdogo anahitaji kuadapt kitu, anataka kakifanye. Kwa mwisho wa siku kunatokea vitendo ambavyo visivyofaa. Hiyo ni katika upande mzima wa mmomonyoko wa maadili kwa upande wa video zisizofaa. Lakini pia kwa upande mwingine mitandao ya kijamii kama ikitumika vibaya kwa watoto inaweza kuchochea vitendo vya uhalifu, kwa maana kwamba watoto wanakuwa wanajifunza vitu visivyofaa kupitia mitandao ya kijamii, kuona baadhi ya vitu ambavyo havistahili. Mwisho wa siku vinawafanya wao kubadilisha mtazamo chanya na kuwa na mtazamo hasi. Sometimes tunakuta tu pia wanaiga baadhi ya vitu visivyofaa, kwa maana ya utumizi pia wa madawa kulevya na vitu vingine, kwa sababu wanaona kwenye mitandao ya kijamii namna ambavyo watu maarufu wanaishi, wanafanya. Mwisho wa siku inakuwa haipendezi. So mimi kwa mtazamo wangu naweza kusema kwamba jamii inapaswa ibadilike, lakini pia wazazi wana jukumu kubwa sana la kuwaongoza vizuri watoto na vijana kwa ujumla, ili mwisho wa siku kuwa na jamii ambayo ni bora zaidi na kuzuia wimbi la mmomonyoko wa maadili. Vitu ambavyo tunapenda wananchi kuvipata, mmoja vitu ni maendeleo. Lakini maendeleo yana faida na pia yana hasara. Hasa tukiangalia katika swala la teknolojia. Teknolojia inaweza kuleta faida kubwa kwa jamii, lakini pia inaleta hasara na hata tamaduni tukapoteza tamaduni zetu. Mfano vijana au watoto kujiingiza katika masuala ya kiteknolojia ambazo wazazi kimaendeleo wameleta majumbani. Unakuta mtoto mdogo anaweza kashika simu ya mzazi wake, akawa anacheza na mambo ya mitandao, akagundua vitu ambavyo labda huenda mzazi wake amevificha mahali, au mtoto yule mwenyewe kwa utukutu wake labda mzazi hajaficha anakuta. Mfano masuala ya kujamiana, au masuala ya lugha za ajabu za mitaani, lakini pia hata si lugha, tamaduni za wenzetu. Unakuta mtoto mdogo hata kama ni wa kiume au wa kike anampiga busu mwenzake mdomo kwa mdomo, wapi na wapi. Kwa hiyo kuna tamaduni ambazo sio mzuri kwa watoto, hasa katika mitandao ya kijamii, kutokana na kwamba tayari ni maendeleo lakini yanatuharibia sifa na tamaduni zetu. Kwa hiyo mtoto mdogo anaweza kaa yuko nyumbani akamshauri au akamwambia mzazi jambo ambalo sio la umri wake. Hiyo tuko kwamba kaangalia au mzazi kumwona hapo, niona kwenye TV au niona kwenye simu yako. Kwa hiyo tayari yanatuharibia tamaduni zetu. Lakini maendeleo ambayo yanatuletea habari kama hizo